Naitwa Saleh Haji Pando, Naibu Kamishna TRA Zanzibar. Kama tunavyoelewa wananchi ni kwamba sisi ni mdau mkubwa wa forodha, kwa maana ya kwamba tunahudumia biashara ya kimataifa kwa Zanzibar, ambayo tunaungana na taasisi tofauti kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa iko salama, kuhakikisha pia Zanzibar inakusanya kodi ipasavyo kwa kile ambacho kinapatikana, lakini kuhakikisha vile vile usalama wa wananchi wake. Sasa tukikaa bandarini, mizigo tunayoingiza maana yake ni mizigo ambayo tunatakiwa tuhakikishe kwamba Zanzibar iko kwa salama, inakusanya kodi kwa uaminifu. Sasa mfumo huu wa pamoja, dirisha la pamoja ambao unategemea kadhia, mtu atakapokuja na document ambayo tunaita kadhia, document ya forodha kutokana na mzigo wake ambao anaingiza nchini, hii itatusaidia kuhakikisha kwamba watu wote au taasisi zote zinazohusika na upiaji wa bidhaa bandarini, kwa mfano kama wakala wa forodha, wakala wa vipodozi Zanzibar ZFD, wakala wa vipodozi ZBS, wanapata nafasi ya kutathmini au kuangalia uhalali wa uingiaji wa hiyo bidhaa, kama ni bidhaa ambayo haiwezi kuathiri. Kwa hiyo sote tutakuwa tunaona ile kadhia kwa pamoja, taasisi zote zinazohusika ambazo zitawezesha kutoa tathmini na kuhakikisha kwamba serikali inapata share yake ya kimapato, lakini vile vile nchi inakuwa salama kwa mujibu wa taratibu za nchi zinazohusika. Kwa hiyo hii itaondosha pia urasimu, kwa maana kwamba mzigo dhamani ukija unatakiwa uende TBS kwa ajili ya kutizama kama ile bidhaa inakidhi, au waende ZFDA kuhakikisha kwamba hiyo bidhaa iko salama, lakini vile vile kwa wakala wa forodha kuhakikisha taratibu za forodha zinafuatwa. Sasa hiyo inatababisha kwamba mtu leo anakwenda huku alafu anakwenda huku. Sasa hiyo kadhia ikishakuingizwa kwenye mfumo, taasisi zote zinazohusika na hiyo document ambayo inaeleza vitu vilivyomo, kuhakikisha kwamba hii inakuwa inashughulikiwa kwa pamoja ili kupunguza muda, kwa sababu wafanya biashara ni watu ambao wanajali muda. Sasa wanapoingiza bidhaa, ikiwa leo unamwambia bidhaa hii nenda ZFDA, nenda TBS, alafu uende kwa wakala wako wa forodha, alafu uje TRA. Sasa hii ukiondosha hapa, ukipunguza huu muda, maana yake utawapa nafasi wafanyabiashara ili watumie muda wao vizuri katika kuhakikisha tuna facilitate trade, kwa sababu pamoja na kukusanya kodi, mamlaka mpato, juhudi zetu vile vile zinatakiwa zielekeze katika kuhakikisha kwamba biashara inafanyika kwa urahisi na kwa kupunguza muda, kupunguza gharama. Kwa hiyo mfumo huu utatusaidia kwenye kupunguza gharama, kupunguza muda, lakini vile vile usumbufu wa mtu huyu kwenda huku na kwenda huku. Kwa hiyo vile vyeti ukishakuloji dokumenti zako zote, maana yake zitakuwa zinaonekana kwenye dirisha moja. Kila taasisi itanufaika kuona kupitia mfumo badala ya mtu kwenda mwenyewe kwenye taasisi. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa, na hii tumefanywa kwa ushirikiano wa serikali ya Korea. Imetusaidia kutengeneza huu mfumo ambao tunauanza leo katika kuhakikisha kwamba tunautengeneza, ili baada ya muda tunategemea kwamba mambo yote yatakaa vizuri na tutapunguza muda na biashara zitafanyika, biashara za kimataifa zitafanyika kwa ufanisi mkubwa, na vile vile wafanyabiashara wataweza kupunguza muda wa kulia bandarini mizigo yao na badala yake kufanya shughuli nyingine ambazo zitawezesha kuendesha kiuchumi. Na hii kiukweli ni vitu ambavyo Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar, Rais wetu wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, wote wanazungumzia kuhusu suala la kuingiza mifumo, kwani mifumo inatuwezesha kurahisisha taratibu zetu za ukiliaji wa bidhaa bandarini. Huu mfumo kwa wenzetu Tanzania bara tayari walikushakuwa nao, lakini huku tunaanzisha, kwa maana kwamba tunaunganisha. Tulikuwa tumeanza kwa pamoja, lakini kutokana na sababu za hapa na pale tulishindwa kuanzisha Zanzibar. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza ili tutengeneze kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunarahisisha biashara zetu. Tunategemea 2027 unaweza ukawa tayari. Tunategemea kwa miezi 12 unaweza tukawa mfumo uko tayari kwa ajili ya matumizi.
Kuhusu swala la udanganyifu ni kwamba litapunguza kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba kwa sababu zamani kama mfumo tunatumia manual, maana yake unapoleta document mtu ana uwezo wa kuichomoa na kuichana au akaibadilisha, lakini unapoleta mizigo yako, maana yake ile document unaingiza kwenye mfumo, ambapo mfumo hata ukifuta, maana yake akija mkaguzi ataiona kwamba document hii imefutwa. Kwa hiyo inatakiwa iwe na vielelezo vya kwa nini wewe umefuta, na inakuwa rahisi kuja kutrace ukilinganisha na manual, kwa sababu ukiita tu kwenye mfumo kwamba dokumenti gani na gani imefutwa, maana yake mkaguzi akiita anaikuta dokumenti fulani. Kwa hiyo ukiziita, maana yake unatakiwa ziwe na vielelezo sahihi za kwa nini umefuta. Kwa hiyo hii itatusaidia sana kuhakikisha kwamba vitu vyetu huwezi tena kubadilisha, na ukibadilisha, maana yake utakuwa una ushahidi wa kutosha wa kuweza. Kwa hiyo itatusaidia vile vile hata kwenye ukaguzi, na muda tutakaotumia hata kwenye uchaguzi unakuwa ni rahisi. Kama mnavyojua, ukipekua makaratasi kwa mkono, maana yake kuja kuiona ni wakati mwingine unaweza ukapekua alafu ukazifungua vile, lakini kwenye mfumo maana yake ni issue ya kubonyeza tu kifungo na kuita dokumenti zote ambazo zimekuwa cancel. Ni wazi kwa sababu kwa vile maana yake wakati mwingine mapato huwa yanapungua kupitia udanganyifu. Kwa maana hiyo, kama tutakuwa na mifumo, maana yake hata kiwango cha udanganyifu kitakuwa kimepungua sana, kama sio kuondoka kabisa. Kwa hiyo tunategemea mapato yataongezeka na matokeo yake serikali yetu itanufaika kwa vitu kama hivyo. Kwa kweli tunapotengeneza mifumo, maana yake vile vile tunatengeneza na namna gani tunaweza tukajikinga na uingiliaji wa watu ambao sio waaminifu katika mifumo. Kwa hiyo tuna imani kwamba kwa kushirikiana na serikali ya mtandao, kwa kushirikiana na Kopia, kwa kushirikiana na sisi wataalamu wa utendaji, tunaweza tukavipunguza kwa kiasi kikubwa hivyo, kama sio kuondosha kabisa. Kwenye mfumo huu hapa kinachofanyika ni uzinduzi wa mradi wa utengenezaji wa mfumo wa single window Zanzibar, ambao ndani yake kuna uboreshaji wa mfumo wa stop center. Kama mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar, tunasimamia jitihada za utekelezaji wa mifumo ya teknolojia habari na mawasiliano kwa umma katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hivyo kama mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar tunaendeleza jitihada hizi ili kuhakikisha utumiaji mzuri wa mifumo ya tehama, na mfumo huu of course unatarajia kuboresha uwasilishaji na uchakataji wa taarifa za uingizaji wa mizigo katika maeneo ya forodha. Leo tuko hapa tumekutana kwa ajili ya kuzindua mfumo huu wa dirisha moja la ukusanyaji wa mapato katika taasisi yetu ya TRA. Jambo hili limekuwa likizungumzwa kwa muda mrefu, lakini ilikuwa kama ni ndoto na hadithi. Lakini matarajio makubwa katika hili ambalo limekuja sasa hivi, natarajia kuachieve au kufikia yale malengo ambayo tulikuwa tukiyafikiria. Kwa sababu niliwahi kusema katika hotuba yangu ya mwanzo katika ufunguzi pale kwamba tulikuwa tunafikia taasisi zaidi ya 14 katika kuhakikisha kwamba mzigo unatoka. Inategemea ni commodity gani ambayo uko nayo, na hizo taasisi zote hizo lazima uzifikie, whether physical au digital. Lakini many of them au nyingi kupitia zote, maana unataka ufike physical kabla ya digital. Sasa hii ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu mifumo yote inayotengenezwa mwisho wa siku sisi ndio, kwa sababu sisi ndio watumiaji. The rest wengine walikuwa wana ODG zao, ofisi zao, wanakuwa wanakaa ofisini kwao wakisubiri kwamba mteja au mhusika kufanya ile kazi afike wamhudumie. Lakini sisi tulikuwa tuna run out katika mataasisi yote ya 14. Ikitokezea kama huu mfumo umekwenda vizuri kama matarajio kama nilivyosema, maana yake itatuhusisha sisi, unaweza kwa ofisini kwako ukatuma zile kazi kwenye mfumo na kila inayohusika ikaenda kwa mtu anayehusika. Ikiwa ni ya ZBS ikaenda ZBS, kama ya TRA ikaenda TRA, kama itakuwa ya ZFD ikaenda ZFD. Then katika muda mfupi kila mmoja kama atatekeleza majukumu yake, basi ukakuta kwamba umepata ile control number ya pamoja kuhusiana na tozo zote zinazohusika. Ikiwa ni ya TRA, zote unapata kwa pamoja kwa muda mfupi. Hii itarahisisha kuweza kufanya kazi katika ulimwengu wa kisasa nao, tofauti na vile mwanzo tulikuwa tunakwenda. Kwa hiyo matarajio yetu ni mazuri, na hili jambo kwa kawaida sisi kwetu ndio tunaliendea sasa hivi, lakini wapo watu ambao wamepiga hatua, na nimetoa mfano pale katika nchi kama Singapore, within 15 minutes ukituma tu zile kadhia, basi unapata control number yako ya kulipia na unatoa mzigo haraka sana kadri inavyowezekana. Na hii basi inaepusha zile congestion, inaepusha ile malalamiko, watu kuingia storage ambazo sio za lazima. Kwa hiyo endapo tutafikia malengo ya huu mfumo, kufikia yani malengo unavyotakiwa, basi nadhani changamoto nyingi sana zitaondoka, na tunaamini katika muda mfupi
tutaweza kufikia ili kufanikisha malengo yetu kama wafanyabiashara, kama nchi, kuweza kuondoka hatua hii tulikuwepo tukufikia mbele na kuweza kukusanya makusanyo vizuri kama inavyotarajiwa.